Jeshi la Polisi mkoa wa Pwani lilipokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kidimu kuwa katika eneo la Vingunguti katika mtaa wa Kidimu wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani imeonekana miili ya watu 4 wasiojulikana ikiwa pembezoni mwa barabara inayotoka Mapinga kuja hapa mjini kwetu Kibaha. Baada ya Jeshi la Polisi kupokea taarifa hizo kwa weledi na uharaka, Jeshi la Polisi lilifika eneo la tukio ambapo miili hiyo ilionekana. Wa shule Simba na mkazi wa Tabata Chang'ombe. Nasikitika kwa kumpoteza mwanangu ni Kidadi Abasi Juma mwenye umri wa miaka 21. Nilipokuwa kwenye biashara zangu nikapigiwa simu kwamba mwanangu amekamatwa. Nilipokuja hapa nikabidi niende vituoni kumwangalia kama yupo. Nilizunguka vituoni vyote hapa mjini bila mafanikio. Baada ya kurudi saa 12 nyumbani nikapigiwa simu kama mwanangu amekamatwa na watu wasiojulikana. Nilipotoka hapo nikafuatilia vituo vyote vya polisi bila mafanikio yoyote. Niliporudi saa 12 jioni nyumbani nikapigiwa simu kuna maiti 4 zimetupwa pembezoni mwa barabara Kibaha. Nikabidi nitoke hapa nifunge safari mpaka Kibaha. Kwenda tukakuta zile maiti zishafikishwa Tumbi. Nikachukuliwa hadi Monchwali nikaenda kutambua mwili wa mwanangu. Ndio niliporudi hapa nyumbani kaanza na tibu za msiba. Mwanangu alikuwa ni bodaboda, dereva wa bodaboda na kijiwe chake hapo ninapokaangia mimi samaki. Na hadi hiyo siku ya kutekwa alikuwa nyumbani kala kashiba akawa anaendesha tu bodaboda. Lakini baadaye ndo asubuhi yake wakati anapeleka hesabu kwa rafiki yake, maana bodaboda alimpa rafiki yake. Alipofika huko akaona usiku siwezi kurudi nyumbani, ikabidi alale kwa rafiki yake. Baada usiku wa saa 8 wakasikia mtu anagonga. Baada ya kugonga kufungua mlango wakatolewa na bastola. Wakafungwa vitambaa vyeusi usoni na kuchukuliwa moja kwa moja na kupotea nao. Ndio nilipopata taarifa baada ya kwenda katika nyumba ambayo anaishi. Alipopeleka hiyo pesa. Alikuwa ameshailaza. Yaani sio mbali naona na alipolaza kwa sababu yeye anakaa hapa nyumbani ila rafiki yake mwenye bodaboda ndo alipanga. Kwa hiyo akampelekea hesabu. Alikuja akaniambia mama mimi sina hesabu. Nadaiwa 20 ya jana na leo. Nikamwambia mimi sina pesa. Wewe hangaika ujazie upeleke. Kwa hiyo akampelekea. Kwa hiyo alichokuwa nacho ni funguo, bodaboda ilikuwa imepakiwa. Kwa hiyo wale watu wamechukua funguo na wachukua vitu vyote walivyokuwa navyo wamechukua. Hawana kosa lolote kwa sababu angekuwa na kosa sio angekuja kukamatwa hapa nyumbani kwao. Ndio anapoishi kila siku anapaki hapa. Anabeba abiria watu wanamfahamu. Mwanangu alikuwa mtegemezi kwangu. Nilikuwa nikirudi shule ananisaidia kazi zangu za kukanga samaki. Akiwa mpaki bodaboda yake pembeni. Akipata abiria anamwambia ninapeleka abiria, akija ananisaidia. Nikimpigia simu tu nimerudi anakuja ananisaidia. Alikuwa tu ni mtoto mzuri wala hana tabia za ajabu. Pia nasikitika sana kwa kuuliwa kitu kibaya kama kile, wamemvunja shingo, wamemsukumeza pamba mdomoni, wamemuua sana kikatili. Naomba tu serikali wakemee vitendo vya ukatili. Mimi namwachia Mungu na mshukuru Mungu kwa kaja. Siku Jumatano makaburi Mpigi, ni Matumbi kwa kijiji chao kinaitwa Mpigi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.